Lakini jamani, ni tarehe 30 ya mwezi uliopita, yani nikimaanisha ikiwa imebaki siku moja kumaliza mwaka wa 2025, kuna mtu mmoja alinipigia simu. Mungu amemfanyia maajabu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mtu ambaye alikuwa amenipigia kabla ya tarehe 30. Sasa tarehe 30 ni majibu. Dada mmoja yuko Singida, nilikuwa hapa Dar es Salaam mwezi wa 11, akawa amesikia kwamba niko hapa Dar es Salaam, alikuwa anatazama shuhuda kupitia kituo hiki cha NYTV. Yes, heri ya mwaka mpya popote ambapo unafuatilia kituo bora kabisa cha matangazo cha NYTV, ukiwa na mimi Messi Malio. Nikushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa mfuatiliaji bora kabisa wa kituo hiki kizuri kabisa cha matangazo cha NYTV. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye ametuvusha mwaka 2025 na sasa tuko 2026. Haikuwa rahisi. Tumepanda milima na mabonde, tumepanda magari, tumevuka mikoa mbalimbali. Bwana Yesu amekuwa pamoja na sisi, akitutetea, akituvusha na kutuokoa na mengi ambayo pengine angeweza kuhatarisha maisha yetu. Sisi timu ya NYTV tunakushukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi kwa mwaka mzima, umetembea nasi bila kutuchoka. Basi ni 2026. Pengine unatamani kujua ni yapi ambayo tumekuandalia kwa mwaka huu 2026. Basi nikusihi kuwa mdau mzuri kama ambavyo ulikuwa pamoja na sisi 2025. Basi karibu sana, endelea kufuatilia kituo hiki. Utayaona mambo mengi mazuri ambayo kama NYTV tumekuandalia. Na kutoka hapa katika studio zetu za NYTV leo niko na mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wa kimataifa huyu kutoka kule Sumbawanga, Madam Christina, ambaye ameendelea kubariki mioyo ya watu wengi sana kupitia mafundisho yake, lakini pia shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikijenga mioyo ya watu wengi, watumishi wa Mungu, lakini pia na watu mbalimbali ambao pia wamekuwa kutoa shuhuda kufuatia mafundisho yake, namna ambayo wamekuwa wakiinuliwa. Na leo tuko naye hapa, pengine unatamani kufahamu kuna kitu gani kipi ambacho amekuja nacho kwa mwaka 2026. Basi nikusihi karibu, fuatilia, na anazo salamu za Kristo za mwaka mpya kwa wewe ambaye ni mfuatiliaji na msikilizaji wa mafundisho na mahubiri ambayo amekuwa akiyatoa kupitia kituo hiki bora cha matangazo cha NYTV. Karibu sana na Mungu akubariki. Ninamshukuru Mungu sana kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, kwa matendo makubwa ambayo amenitendea. Mwaka wa 2025 umekuwa mwaka wa baraka na neema na kibali kwenye maisha yangu. Kwa kweli ilikuwa mwaka juzi, yani 2024, Mungu alisema na mimi kupitia watumishi wake kadhaa, lakini alisema na mimi pia nikiwa kwenye maombi mara kadhaa kwamba mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa kumtumikia, na kwamba ni mwaka ambao nijiandae kwa ajili ya wigo. Yani Mungu atanitumia kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa uaminifu wake, kama ambavyo alikuwa amesema kupitia watumishi wake mbalimbali, akiwemo na mchungaji wangu, babangu mlezi, mchungaji Samuel Tadei Kimaro. Nakumbuka aliongea na mimi akaniambia, una huduma kubwa, endelea kunyenyekea kwa Mungu, lakini ujiandae, Mungu atakutumia sana. Kwa kweli baba aliniombea, ninamshukuru Mungu vile vitu vimetokea. Miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo Bwana amefanya ni pamoja na kunipa afya njema mimi pamoja na familia yangu, yani mume wangu, watoto wangu, ndugu zangu, wazazi wangu na marafiki zangu wengi.
kwangu ni muujiza mkubwa. Nimekuwa nikitembea kwenye semina mbalimbali na mikutano tangu mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 12. Bwana amenilinda, amenitunza. Ninaona ni muujiza mkubwa kwa sababu walikuwepo watumishi wa Mungu pia wengi wazuri walisafiri, lakini walipoteza maisha yao kupitia ajali, changamoto za kiafya katika utumishi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa neema yake ambayo waliona bado ninatakiwa kumtumikia Mungu. Amenilinda hata ule wakati ambao adui alikusudia mabaya, Bwana alinitunza. Ninapomshukuru Mungu hapa jamani, kipekee kabisa nimshukuru sana mume wangu kipenzi, rafiki yangu ambaye amefanyika baraka sana kama lilivyo jina lake. Amefanyika baraka jamani, sio rahisi. Wa baba mliooa mwanamke tangu mwezi wa 3 akikaa nyumbani ni wiki 2-3, amesafiri ni wiki, wakati mwingine anaunganisha safari, lakini huyu baba hakuwa na mazuio, hakuwahi kunizuia, aliniruhusu nenda kamtumikie Mungu. Mke wangu ananiambia Mungu akutumie. Nikiwa kwenye huduma ananipigia simu, unaendeleaje? Huduma imeanzaje? Ile siku ya kwanza lazima anipigie, vipi umeanzaje? Unajisikiaje? Unaendeleaje? Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa mume mzuri ambaye anajali kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Ninaweza nikasema ni mtumishi mwenzangu, isipokuwa tu tunasimama kwa wakati tofauti tofauti. Mimi ninasimama kwa maana ya kuonekana kwa watu, lakini yeye sasa anafanya huduma kubwa, ni vile tu haijaonekana. Kwa hiyo ninakushukuru sana mume wangu mzuri, popote ulipo ninamtukuza Mungu kwa ajili yako. Ninamshukuru Mungu kunipa wewe. Mungu aendelee kukutunza, tuendelee kulitumikia shauri la Mungu kwa pamoja. Ninashukuru pia kwa watoto wangu wazuri jamani. Mungu amenipa watoto wa baraka. Wale watoto wananiombea, ikiwa ni safari wanaomba pamoja na mimi, mama ngoja tukuombee. Mungu amewapa moyo wa kupenda huduma. Ni watoto ambao hawalalamiki. Hata ukirudi bila chochote nyumbani, usiporudi na zawadi, watumishi mnanielewa, kuna mazingira yanatokea hivyo, lakini hata ule wakati umerudi mwenyewe wanakuwao, mama karibu, naendeleaje? Wakiona kama umechoka sana wanasema mama changamka, umenenepa, unamtumikia Mungu, umependeza hivyo. Kwa hiyo wamekuwa ni watoto wazuri sana, wananitia moyo. Brightness, Beatrice, Benjamin, Blessing na pamoja na Beauty. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipa watoto hao nilionao kwa sasa wazuri sana. Wanangu, Mungu awabariki sana, aendelee kuwatunza. Ninaamini mtakuwa watumishi wa Mungu wazuri kwa neema yake. Ninamshukuru Mungu pia jamani, kipekee kabisa. Ninakushukuru sana wewe mpenzi mtazamaji wangu mzuri kabisa wa kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho kinarushwa na ndugu zetu wazuri hawa wa NYTV. Jamani, nilikwambia mimi ni yule ambaye niliwahi kukataliwa. Nilikwambia mimi ni yule ambaye niliwahi kutengwa na watu, lakini Mungu amenikutanisha na wewe kupitia chombo hiki cha NYTV. Kwa kweli ninamshukuru Mungu sana, mpaka ninasahau kuwatanguliza wao kwamba nilitangulia kukutana nao, lakini yote katika yote ni ile furaha ambayo Mungu amenipa kukutana na mtu mzuri wa baraka kama wewe. Ninakushukuru sana sana. Wengi wenu mmenipigia simu, nimejisikia vizuri, nimepata ndugu, nimepata baba zangu wazuri, naye baba yangu kule Sweden pamoja na mamangu mzuri Madam Teddy. Yani ninajisikia vizuri, sana. Ninao ndugu zangu wale wazuri kutoka Marekani, kutoka Denmark,
kutoka Kenya na nchi nyingine jamani. Kwa hiyo ninamtukuza Mungu sana, amenipanulia wigo wa kuwa na ndugu wazuri na ninajisikia furaha kushirikiana pamoja nao. Kwa kweli nisipolisema hili nitakuwa ninakosea kabisa. Ninamshukuru Mungu sana sana kwa kunikutanisha na watumishi wa Mungu hawa wazuri kabisa ambao wako chini ya mamlaka kubwa ya Mungu wetu wa mbinguni aliye hai, ambao amewapa kibali kama wasimamizi na mawakili wake kwenye chombo hiki kizuri cha NYTV, kaka Pasco pamoja na dada Messi. Jamani, Mungu awabariki sana, ninawapenda sana na mnajua vile ninawapenda na ninawafurahia. Wamekuwa wabaraka mno. Yaani hawa ndo waliosababisha mimi na wewe tukutane, ambao tumepigiana simu, tumeombeana, tumefahamiana, tumefurahiana. Jamani, hebu unaponitazama wapigie hawa watu makofi matatu tu. Mungu akubariki wewe uliyepiga haya makofi mazuri. Jamani, mtu akifanya vizuri unamsifia. Wamekuwa wakinyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, na ndio maana unaona wakirusha kitu, wakipandisha shuhuda, wakipandisha mahubiri ya watumishi mbalimbali yamekuwa yakigusa maisha yako. Kwa hiyo ni vile ambavyo wanajiandaa wao mioyo yao, wanasababisha na wewe unapokea kile kitu ambacho Mungu angetamani ukipokee kutoka kwao. Kwa hiyo ndugu zangu wazuri sana, kakaangu, kaka Pasco pamoja na dada Messi, Bwana Yesu wa mbinguni awabariki, azidi kuwainua na kuwatunza ili tufike mbali zaidi ambako bado hatujafika, na ninamwamini Mungu itakuwa hivyo katika jina la Yesu. Lakini kupitia chombo hiki cha NYTV pamoja na semina nyingi ambazo nimezifanya, Mungu amenikutanisha na watu kama nilivyokuambia, lakini Mungu amefanya miujiza mingi sana. Sitasahau watu wamenipigia simu. Kuna yule dada yuko kule Marekani, shuhuda zake mlisikia hapa. Alikuwa na changamoto ya kutokuona, tukaomba naye tu kwenye simu, Mungu akamjalia neema akaona. Babangu yule wa Sweden mlisikia, alishuhudia mwenyewe vile ambavyo Mungu alimtendea mema. Shuhuda ziko nyingi, yani nyingi jamani. Wengine wamenipigia simu, yani mimi nataka kumpa Yesu maisha yangu, nikawaongoza sara ya toba. Kuna walionipigia simu wamekata tamaa kabisa, ajisikii kuendelea mbele, lakini aliposikia hizi shuhuda kupitia chombo hiki cha NYTV akapata mawasiliano yangu, tukawasiliana, tukamwomba Mungu pamoja, akanyanyuka tena, akajisikia kuuishwa na kuendelea mbele. Kwa hiyo ni vitu vingi kwa kweli ambavyo Mungu amefanya, siwezi kuvielezea vyote. Lakini jamani, ni tarehe 30 ya mwezi uliopita, yani nikimaanisha ikiwa imebaki siku moja kumaliza mwaka wa 2025, kuna mtu mmoja alinipigia simu. Mungu amemfanyia maajabu. Nilikuwa nimesema kila kwenye shuhuda kwamba jamani, Mungu ni halisi. Yani Mungu anafanya chochote kwenye maisha ya mwanadamu kile ambacho ameona kinamfaa akifanye. Mungu anaponya, Mungu anaokoa, Mungu anasamehe dhambi kabisa. Lakini Mungu anamwachilia Roho Mtakatifu kama zawadi kwa ajili ya watu wote. Roho Mtakatifu ni zawadi kwa kila mtu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amefanyika baraka ya matengenezo kwenye maisha ya watu, lakini kusimama nao kwenye maeneo mbalimbali kama msaidizi kupitia huduma hii. Kwa hiyo kwa kweli Bwana ni mwema sana. Nikiwa ninamuongelea Roho Mtakatifu katika utendaji, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya huyo mtu ambaye alikuwa amenipigia kabla ya tarehe 30. Sasa tarehe 30 ni majibu.
dada mmoja yuko Singida, nilikuwa hapa Dar es Salaam mwezi wa 11, akawa amesikia kwamba niko hapa Dar es Salaam, alikuwa anatazama Shuhuda kupitia kituo hiki cha NYTV, akawa amejengwa na zile Shuhuda na alikuwa kwenye changamoto kubwa. Huyu dada alikuwa ameenda kupima, alikuwa mjamzito, akawa ameenda kupima yeye pamoja na mume wake, akawa ameenda kupima ili wafungue kadi, wenye familia mnanielewa, ili wafungue kadi kwa ajili ya mahudhurio ya kliniki. Lakini huyu dada alivyokuwa anapima, alikuwa na mtoto mdogo wa mwaka mmoja, akiwa na ujauzito wa miezi 6. Mkikalkuleti mtaelewa ninachokizungumza hapa. Yule dada alienda kupima jamani, akiwa na mume wake, kabla hawajafungua kadi. Walivyopima HIV, yule dada akakutwa majibu yake positive, yeye pamoja na mtoto. Yule dada akachanganikiwa, ndoa yake ikaingia kwenye misukosuko mikali sana. Basi nikiwa nimekata tiketi ya kuelekea Sumbawanga, yule dada alinipigia jioni ambayo nilikuwa ninasafiri, akaniambia niko njiani ninakuja Dar es Salaam. Sasa kwa sababu nilikuwa na vitu vingi, simu ikakata, naye alikuwa kwenye gari, lakini baadaye akanitumia message kwamba naomba nikukute mama, nina shida. Nikamtumia message kwamba mimi nishakata tiketi naondoka. Hakuijibu kwa wakati ule, nadhani hakuiona. Akawa akijua kwamba nishamuelewa kwamba mimi nipo. Lakini nikiwa nimefika Morogoro, tulichelewa sana siku ile kutoka Dar es Salaam kutokana na changamoto ya usafiri. Akanipigia kwamba nimefika Mbezi, niko stendi hapa. Nikashtuka sana kwamba huyu mtu alikuja kwa ajili yangu. Nikajisikia sana kunyenyekea mbele za Mungu, nikasema jamani, kwa nini huyu mtu atoke kote huko? Watumishi wa Mungu wako wangapi? Amenifuata mimi. Nikasema Mungu nisaidie, nifanye nini? Na mimi Dar es Salaam nilikuja ni mgeni, nilipokelewa tu kwa watu. Basi kwa sababu Mungu alikuwa amenikutanisha na mamangu mzuri kabisa, mwanamke mmoja jamani, mjane, aliyahudumia maisha yangu vizuri sana, alinilea nyumbani kwake, anaitwa Mama Mkono. Mama Mkono, popote ulipo, kwa kweli Mungu akubariki sana, aendelee kukutunza kwa ajili ya utukufu wake. Nikamuomba yule mama, nikasema mama, tafadhali naomba unisaidie ukampokee huyo dada stendi. Akaenda akampokea yule dada, akamchukua nyumbani. Nikamwambia yule dada, Mungu ni halisi, Mungu hana umbali, yaani maombi yanafika mahali popote. Tumwamini Mungu kwamba wewe utakuwa mzima. Nikamwambia Mungu amemuumba mwanadamu na Mungu hazuiliwi na chochote, hana jambo kubwa wala dogo, hana ugonjwa mkubwa wala mdogo. Mungu ndo aliyeumba, anajua mfumo wa damu, anajua kila kitu kilichoko ndani ya mwili wa mwanadamu. Nikamwambia Mungu atakuponya, ana uwezo wa kuingiza damu ya Yesu ya mwanae, ikaondoa hiyo damu chafu, ikatoka yenye magonjwa, yani yenye wadudu wale wa HIV, na ukapokea uzima kabisa. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu ni halisi na ni hai, inaweza ikakutakasa ukawa mzima. Yule dada akasema sawa. Ninakumbuka nilikuwa kwenye gari wakati huo ninamtia moyo. Nilipofika Mbeya, nikawa nimepata nafasi ya kuomba naye asubuhi, yani alfajiri. Nikampigia simu, tukaanza kuomba. Roho Mtakatifu kwa kweli alishuka kwa nguvu, mimi nikiwa Mbeya, huyu dada akiwa Dar es Salaam. Na nikaamini kabisa ile nguvu iliyoshuka ni nguvu ya utendaji, inayoenda kufanya jambo jipya na kuanza historia mpya. Yule dada ile nguvu iliyoshuka kwangu mimi wakati ninaomba, yule dada nikamsikia ghafla na yeye anaomba, anapiga kelele, yani naona kabisa pale kuna kitu cha tofauti kinatokea. Nikakata ile simu, nikampigia yule mama. Sasa nikamwambia mama, uko wapi? Akaniambia niko huku nje.
Nikamwambia naomba uende chumbani ulikomweka huyo dada kamsaidie. Roho Mtakatifu ameshuka juu yake, ninamsikia anaomba kwa sababu ana ile hali pia ya ujauzito. Maana Roho Mtakatifu akishuka, nguvu ya Mungu inakuwa kubwa. Nikasema aende akamsaidie. Yule mama akaenda, na yule mama naye akasikia nguvu za Roho Mtakatifu, naye zikashuka, wote wakaanza kuomba, wakaendelea kunena, mimi nikawaacha. Lakini nikaamini kuna kitu Mungu amekifanya. Baada ya hapo, yule dada aliondoka akarudi kwao Singida. Huyu dada ameenda kupima tarehe 30. Kwanza alinipigia akiwa Dar es Salaam. Akaniambia nataka nikapime. Mimi ninachoamini, nikamtia moyo kwamba Mungu waga anaanza matengenezo ya moyo. Yaani Mungu ajenda yake kubwa ni moyo wa mwanadamu. Yaani Mungu akimtengeneza mtu moyo unatoa chemchem za uzima, basi mwili hakuna shida, Mungu anagusa tu, kwa sababu uhai wa moyo unaweza ukaoperate pia kwenye mwili. Yule dada akaenda akapima. Shetani alivyo muongo akakuta bado ana HIV. Akanipigia akiwa amenyong'onyea sana. Nikamwambia Mungu ambaye ninakwambia habari zake ni Mungu halisi. Ile imani uliotoka nayo Singida umekuja Dar es Salaam, unanitafuta mimi. Yule Mungu aliyenitendea mimi, aliyenitoa kwenye mateso, aliyenitoa kwenye mashimo, aliyenitoa kwenye kifo hivi ninaona. Nikamwambia aise, huyo Mungu ni mponyaji. Nikamwambia hayo ni majibu ya madaktari, lakini mimi ninaamini wewe ni mzima. Nikamwambia na tunaendelea kuomba, wewe ni mzima, ni matengenezo yanafanyika, lakini wewe ni mzima kwa jina la Yesu. Yule mama alifika mahali akaamini kile kitu nilichomwambia. Nilipofika Dar es Salaam siku ya tarehe 22, alinipigia simu mwezi wa 12, akanisalimia kwa sababu nilikuwa na bize sana za huduma. Nikamwambia niko bize sana mdogo wangu, lakini ninakuombea, neema ya Mungu ni kubwa. Jamani, yule dada tarehe 30 mwezi wa 12 akasema ninaenda kupima. Alikuwa ametumia zile dawa za kwanza zile, nadhani kuna dawa za mara ya kwanza wanawapa zilikuwa zimeisha za mwezi mmoja. Akasema kabla sijaenda kuchukua nyingine, ngoja nipime. Huyu dada akaenda kupima. Alivyopima akakuta majibu ni negative. Akamuuliza yule daktari, hivi vipimo ni viko sawa au vime expire? Daktari akamwambia, dada, vipimo vyetu viko sawa, kwa nini unauliza hivyo? Akamwambia hebu angalia vizuri. Daktari akamwambia vipimo viko sawa na haya ndo majibu yako. Akamletea kipimo cha mfano kwamba angalia kama kipimo kina shida akiwezi kuonesha hivi. Akamuonesha majibu mengine, akamwambia majibu mengine vipimo tofauti yake ni hii. Si katika kudhalilisha mtu, lakini katika kumuelewesha kwa kile kitu ambacho alikuwa anashangaa. Yule daktari akamwambia, dada, kuna nini? Yule dada akasema muache Mungu aitwe Mungu. Akamwambia nimepima hospitali 4 kama hivi nilikuwa napima mara moja tu, majibu yalikuwa yanakuwa positive. Akasema Mungu ni halisi. Akanipigia simu yule dada akasema, Datina, nimeamini Mungu anayekutumia ni halisi. Kwa kweli jamani, yani nilijisikia kumshukuru Mungu sana. Nilijisikia kwa kweli kunyenyekea sana kwa Mungu. Kwa sababu kwanza yule dada alikuwa ameumia. Watu wanaopita kwenye hilo eneo wananielewa. Yule dada alikuwa ameumia jamani. Nilitumiwa picha zake maana sikuwahi kumuona. Nilivyomuona kwenye picha nikasema, Mungu, wewe unayeweza kuwatendea watu wema, uliyemtendea yule mwanamke wa kutokwa na damu miaka 12, aliyeamini tu kwamba akigusa pindo la vazi la Yesu anaweza akapokea uzima. Nikasema Mungu mtendee huyu dada. Kwa kweli Mungu amemtendea. Nikamwambia njoo tumshukuru Mungu.
tukamwambia Mungu asante. Asante kwa hiki ambacho umekifanya. Hakuna jitihada za mtu zimetumika. Mungu ni wewe umefanya. Hakuna anayeweza kujisifu kwa tendo hili. Mungu ni wewe umefanya. Nikamwambia Mungu, pokea sifa na utukufu, yatunze maisha ya huyu mama, aendelee kufanyika baraka kwa ajili ya watu wengine. Yule mama akanitumia vile vipimo, akasema, dada, angalia, Mungu amenifanyia, na akanitia moyo, akaniambia, dada, yale yote ambayo umeyapitia, vile ambavyo Mungu alikutunza, kwa kweli alikuweka kwa wakati huu kwa ajili ya watu wengine. Akaniambia, dada, Mungu ataendelea kukutumia sana, watu wengi wanalia. Na aliniambia yuko tayari kushuhudia haya ambayo nimeyasema, na ninafikiri tutapata wasaa wa kusikiliza shuhuda zake hivi punde. Kwa hiyo ninataka nikutie moyo rafiki yangu. Mungu amekupa neema, umeanza mwaka mpya jamani, wa msimu mpya wa 2026. Bado Mungu ni halisi. Yule wa matendo mema aliyotenda mwaka 2025 na miaka yote ya huko nyuma iliyopita, bado anafanya mpaka sasa. Mungu ni wa upendo sana. Mungu hafurahi maumivu ya mwanadamu. Unapopita kwenye magonjwa, kwenye taabu, kwenye mateso, si kana kwamba Mungu anafurahi, hapana. Kwa hiyo niko hapa kukutia moyo tena, uanze mwaka mpya pamoja na Bwana. Wewe ambaye unapita kwenye magonjwa, changamoto, kukataliwa, taabu, utumishi wako unalaumiwa bila sababu, ukijitazama unajiona uko vizuri, niko hapa kukutia moyo kwamba inuka, uangaze tena. Nuru ya Bwana imekuja na utukufu wake umekuzukia mwaka 2026. Bwana akupe kuinuka tena. Bwana akupe kuangaza. Utukufu wa Bwana uwe mkubwa sana kwenye maisha yako. Yule Mungu aliyewatendea watu wengi, yule Mungu aliyewapa watu watoto, yule Mungu aliyeponya magonjwa, yule Mungu aliyetutunza kwenye ajali, yule Mungu aliyemponya Josephine HIV, anaweza kukuponya hata wewe. Nakwambia Mungu ni halisi. Chukua imani. Nakwambia hivi, Mungu nimemuona ni halisi. Muamini Mungu, anaweza kufanya mambo makubwa. Mimi mwenzako ninamuona Mungu. Sijui wewe unaona nini, lakini inua macho yako, itazame milima, mtazame Bwana, tazama ukuu wake, tazama vile ameumba pasipo yeye kuumbwa. Alikuwepo kabla ya misingi ya dunia hii kuwepo. Alikuwepo kabla yangu mimi na wewe. Kwa hiyo kila kitu ambacho kiko duniani, ikiwemo na mimi na wewe, Mungu ametuumba mwenyewe. Kwa sababu ametuumba mwenyewe, anaweza akatutengeneza, anaweza akatuponya, anaweza akatuinua, anaweza akatuondoa kwenye vifungo mbalimbali. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa kweli, ambaye amefanya maajabu mengi 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 mengi. Hivyo. Pengine kwa kumalizia kabisa, kuna ambaye pengine anakutazama, ana uhitaji mkubwa sana au anapitia pito kubwa sana, anatamani kusikia hata maombezi au neno moja la kumtia moyo. Karibu. Nirudie tena kusema jamani, kama ambavyo nimekuwa nikisema, hii ni kauli mbiu yangu kwamba Mungu ni halisi. Niko hapa kukutia moyo. Mungu wetu anaweza. Amini tu hivyo. Ninaongea, watu wengi wanasema naongea kwa upole sana, lakini katika neno hili libebe hivyo. Linaweza kukuvusha. Mungu ni halisi. Yaani nikiwa na maanisha kwamba
Yaani Mungu hafanyi kwa nadharia, anafanya kwa uhalisia. Muamini Mungu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu ambaye unamtumikia Mungu, lakini umekuwa ukipita kwenye changamoto, usikate tamaa. Vumilia. Baki hapo. Mwambie Bwana, ninakusubiri, ninakuamini, ninakutarajia. Kama unaumwa, mwambie Mungu, niko hapa. Wewe ni mponyaji, unaweza ukaniponya. Kama hujaokoka, mwambie Mungu, naomba unisaidie. Na mimi nahitaji hiyo neema ambayo imefunuliwa kwa wanadamu wote. Yani hivyo tu, yani unajua mimi vile Mungu anafanya mambo makubwa mwenzenu. Yani na huwa nashindwa hata kuelezea ukuu wa Mungu. Lakini ni kusisitize tu, muamini Mungu, anaweza yote. Hey, ay, 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 ay. Wanaisraeli walipoona jeshi la Farao linakuja, walimlilia Mungu, wakasahau ile miujiza aliyotenda. Wanaisraeli walipoona jeshi la Farao linakuja, walimlilia Mungu, wakasahau ile miujiza aliyotenda. Aligeuza maji kuwa damu, bado alisahau. Aligeuza mchanga kuwa chawa, bado alisahau. Aligeuza kukawa na inzi nchi nzima, bado alisahau. Pia Bwana akawaletea vyura, bado alisahau. Aligeuza fimbo kuwa nyoka, bado alisahau. Akaleta nzige wakala mazao yao, bado alisahau. Akaua mzaliwa wa kwanza kawatetea, bado alisahau. Israeli walisahau sahau sahau, bado alisahau. Mungu wangu we, siwezi kusahau. Nimeugua miaka 7 ukaniponya japokuwa madaktari walishindwa siwezi kusahau. Wakakili wazi sitopona mengi umenitendea Mungu wangu we, siwezi kusahau. Ya kutisha na kustajabisha Mungu we, niliponusulika nondo kulemea siwezi kusahau. Hata nilipokuwa msela mtawe sijasahau sahau 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 sahau, sijasahau sahau 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 sahau. Ni mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Wangapi wanakufa unaishi we, acha kusahau. Wangapi wamelazwa we mzima we, acha kusahau. Usisahau sahau 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 sahau, acha kusahau. Usisahau sahau 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 sahau, acha kusahau. Mara ngapi umeumwa kakuponya wewe, ni ajali ngapi zimekukosa kosa wewe. Unasema mpaka unamkufuru Mungu wewe, hata ulilo nalo linapita wewe. Usikose shukrani kama punda wewe, maana shukrani yake ni mateke wewe. Ikumbuke ya kwamba tunaishi kwa neema wewe, kumbuke Muumba wako ngali hai wewe.
japokuwa madaktari walishindwa, siwezi kusahau wakakili wazi sitopona. Mara ngapi umeumwa kakuponya wewe, ni ajali ngapi zimekukosa kosa wewe, mkumbuke Muumba wako ungali hai wewe. Ni mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amefanya kwa ajili yako, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Ni mangapi Mungu amekurumia nayo, acha kusahau. Wangapi wanakufa unaishi wewe, acha kusahau. Wangapi wamelazwa we mzima wewe, acha kusahau. Usisahau, sahau, 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 sahau. Acha kusahau. Usisahau, sahau, 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 sahau. Acha kusahau. Ikumbuke